afadhali hata tumekuona. Yaani hapa tulipo tuna shida kubwa sana. Bwana, mke wangu mimi ana wivu sana. Kuna muda nawaza natamani hata kumolea mke wangu. Bwana, mke wangu ile nguo mliotupatia amechukua na kuchoma moto. Hapa sielewi kabisa hata ninawakomboaje. Kwa hiyo tunahitaji msaada wako. Tunahitaji kupata nguo nyingine ili tuweze kumkomboa Sauda. Sauda. Oh. Kumbe frequency shakatwa. Sawa. Mimi sisikii sauti yoyote ile tangu jana. Naomba mnielekeze kwa ufupi. Mlifanikiwa kumsaidia dada Sauda baada ya Zena kuwapa ile nguo? Sandra, pole sana kwa aliyokupata. Ni kweli Zena tupatia nguo jana, lakini mke wa Tanu alichoma moto nguo kwa wivu wa kijinga. Sasa basi, kabla tujafika kwa mtaalamu, tunakuomba kama utakuwa nayo nguo ya Sauda yoyote ile ambayo ameivaa enzi ya uhai wake zaidi ya mara 3, tunaomba utupatie. Hiyo itakuwa njia pekee ya kumkomboa Sauda kutoka kwenye kifungo cha gerezani. Tunakuomba utusaidie. Sawa, tuongozane twende kwangu nikawape hiyo nguo. Ninayo moja tu, aliiacha mara ya mwisho aliponitembelea. Lakini naomba mnisikilize maneno yangu. Kama mnachukua nguo hii kwa nia mbaya au ubaya, mtajutia huo ubaya mtakao ufanya. I pray. Mama, ni miezi 3-5 hajahudhuria kazini. Na rafiki yake Kizigo ameniambia amepatwa na matatizo. Jamani. Rafiki yake Kizigo akakwambia kwamba Tanu ana matatizo. Matatizo gani? Kiukweli hata mimi sielewi. Kwa sababu hata rafiki yake Kizigo aliniambia ana matatizo binafsi. Kiukweli mimi naniumiza kichwa sana. Kwa sababu Tanu mpaka anaipata hii kazi, mimi na Kizigo ndio tumempambania mpaka amefika hapa. Na hata bosi akituuliza kwamba ndugu yenu ameenda wapi, sisi tunashindwa kumjibu kwa sababu hatuelewi chochote kinachoendelea. Mbona mimi baba mchungaji ameniambia kabisa kwamba mwanao atakuwa amepandishwa cheo. Wewe unaponiambia kwamba hayupo hapa mimi sielewi. Kiukweli swala la kupandishwa cheo kwangu mimi ni geni sana. Kwa sababu Tanu toka amepata kazi amehudhuria ni mara 3. Hebu niambie mama, ni bosi gani ambaye atakayeweza kupandisha cheo kwa kuhudhuria kazini mara 3? Na mimi mume wangu aliniambia amepandishwa cheo kazini. Kama ameambiwa amepandisha cheo, atakuwa amewadanganya. Mimi hapa ni mkongwe kazini. Na haiwezekani bosi tu kwa muda mchache mfahamiane afu akupandishe cheo. Na hiki nilichowaambia ndio ninachokifahamu mimi ukweli kutoka moyoni mwangu. Sasa kama muamini shauri yenu. Baba, sisi tunaondoka. Maana haya ulioniambia tu nimechoka, yani nimechoka mpaka miguu. Kwa hiyo baba, kazi njema. Sawa, safari njema. Ila karibuni mjisikie hapa nyumbani.
kuyatega yasije kakulipukia mwenyewe. Nilikupa onyo. Cheza na idara zote, lakini usije ukasubutu kumgusa binti yangu Zero. Maana hiyo ndio furaha pekee ambayo imebaki hapa ndani. Mimi sio adui yako Sailata, wala hata usiweze kunifanyia mabaya kama ambavyo umemfanyia Sandra na kaka. Lakini inaweza kuwa adui mbaya zaidi kuliko hata shetani kama ukizidi kunikasirisha. Nilikwambia juzi. Unahisi unaweza kuinywa hiyo juisi ambayo umemtengenezea Zena? Uwezi eh? Basi kitu usichopenda kufanyiwa kama usimfanyie mwenzako Sailata. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Sauda, Sauda. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Sauda, Sauda. Jamani, akili yangu haipo sawa sawa, haipo sawa kabisa. Hivi hii inawezekanaje jamani? Kazini kwake tumeambiwa kwamba miezi 3 hajaripoti pale kazini. Sasa atakuwa anaelekea wapi kila asubuhi? Mama, 5 alipofikia anataka nichanganyikiwe. Ina maana yote huduma zote ninazomwangaikia mume wangu asubuhi, aamke awe kazini, alikuwa ananidanganya. Halafu haitoshi, ananidanganya mke wake amepandishwa cheo, kumbe hamna kitu, yote ananidanganya. Ina maana hizi siku zote kaka alikuwa anashinda wapi jamani? Hapa wanangu pana harufu ya uovu, pesa zisizo na chanzo, uongo wa mchana kweupe na hasira za upanga. 5 sio yule mtoto ninayemjua mimi jamani. Hapa inabidi lazima maombi yafanyike, yaani baba mchungaji aje kufanya maombi kabisa, maana huyu mtoto ameshatekwa na nguvu za ajabu. Pana kizigo hapo ndani yake, mimi najua tu. Mama, tuamue la kufanya, muda unaenda. Hatuna namna, maana tumeshazunguka mji wote hatujamuona. Kwa hiyo sasa hapa turudi kule nyumbani kwenu. Umesikia mama mkuu? Turudi kule kwenu. Tukisharudi huko tukaweke kambi pale, tukae mpaka muda atakaorudi. Mimi najua tu lazima atarudi kwake. Pale nyumbani kwake hawezi kukimbia. Na tusiondoke pale mpaka tujue ile siri ambayo ipo moyoni mwake. Na akirudi hatatoka kwenda popote mpaka atuambie ile siri ambayo iliyopo moyoni mwake.
Subirini hapa. Sema mzee wangu ina biskari, kwa hivi nilivyomwacha mke wangu, unaonaje nikahamia hapa? Hebu acha huo polisi kwanza. Ushaanza tabia yako mbaya. Utafeli tena hapa. Okay. Mimi sisikii sauti zenu, ila nyinyi mnasikia sauti yangu. Naomba mnisikilize vizuri. Kama kuna ubaya wowote ule ambao mnaenda kufanyia juu ya nguo dada yangu Sauda, basi na hapa nitawafanya kitu kibaya. Kumbukeni, damu ya mtu haijawahi kwenda bure. Sauda, Sauda, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Sauda, Sauda. Nyumba imekosa uhai kabisa mama. Nitafikiri Tano aliiacha milele. Mimi nashindwa kuelewa. Nashindwa kuelewa kabisa. Ni kwa nini yote yanatokea ghafla hivi? Wifi, hapa kuna giza limetanda. Kaka hajai kuwa na siri nzito kiasi hiki. Lakini kama mama alivyosema, yaani leo tutakaa hapa, iwe asubuhi, iwe usiku, mpaka kaka arudi.
wachawi ae, wachawi wanaua wachawi ae, wachawi wanaua wachawi ae, wachawi wanaua wachawi ae, wachawi wanaua wachawi ae. Nguo hii hapa. Ndiyo, hii ndiyo yenyewe harufu ya ukoo wa damu iliyopotea. Leo kifungo kilichofungwa na mganga wa Sailata nadhani kimepata mpinzani wake. Kwa sasa Sauda hatabaki tena gerezani. Kabla ya jua la kesho kuchomoza, roho yake itakuwa huru tena salama mikononi mwenu. Lakini sikilizeni, msipige kelele wala kuondoka sehemu hii mpaka pale nitakaporudi. Kwa sasa nitakwenda ulimwengu wa pili kufungua milango ya shaba. Hakikisheni msiondoke hapa mpaka nitakaporudi na ishara. Sasa kaka, kuna issue nyingine mimi nataka nikwambie. Hivi umepata habari ya Chief Godlove kwamba magari yake yote yamechukuliwa? Nasikia yale magari sio ya kwake, kuna mwenye nayo amechukua. Chief Godlove kaka kahamia Kenya. Oya bro, yule Mnyakyusa mimi Mnyakyusa. Yeye anatoka Kiera, mimi natoka Tukuyu. Kaka, hapo mimi mwenyewe nazamia Kenya. Njia ndio hiyo naiona. Hivi wa moto moto. Na mimi naenda Kenya kwa Raila Odinga. Kaburi ile hapa mimi najenga hapa. Wewe, hebu acha upumbavu. Ina maana hujamsikia mtaalamu amesemaje? Tukae kimya, jifundishe kukaa kimya. Okay. Kwa hiyo nisiongee. Hizi ni sehemu za mizimu. Wachawi ae, wachawi wanaua wachawi ae, wachawi wanaua wachawi ae, wachawi wanaua wachawi wanaua wachawi ae, wachawi wanaua. Nasikia. Sandra. Nasikia mume wangu. Nakushukuru sana mtaalamu. Sijui nini naweza nikakulipa ili mradi kiweze kufidia hiki ulichokifanya. Ile itoshe tu kusema asante sana. Ondoa hofu. Nenda msaidie mke wako kupumzika. Maana giza limeondolewa. Yule mganga aliyehusika kutupa uchawi huu, muda si mrefu utamuona. Wanangu, jua linazama sasa na tumbo langu limeshaanza kuleta mazongizongi, maana njaa inaniuma.
hapa hatujalamba kitu toka asubuhi na tukaendelea kukaa katika hali hii ya unyonge na Tanu hatumuoni, tutakufa na njaa bure hapa. Ni kweli mama, yaani hata mimi nimeishiwa pawa kabisa. Ukisala mwenyewe anaonekana ameishiwa mpaka machozi kwa njaa na uchovu. Tukisema tubaki hapa mpaka giza liingie kabisa, tutashia tu kuugua. Lakini mama, tukiondoka sasa hivi afu naye akaa amefika hapa, atakuta hatupo. Hapana mwanangu, tutarudi. Kwa sasa hivi turudini kwanza nyumbani tukapate chakula, angalau akili zetu zikae sawa na tupate nguvu. Tukishapata nguvu tutakuwa na jibu moja, turudi usiku au turudi asubuhi au turudi alfajiri na mapema kwa kumshtukiza. Mnalionaje? Ni kweli mama, tukipata chakula tutapata akili timamu ya kuweza kumsaidia. Nini hiki? Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Huyu hapa amerudi huyu. Unamwona? Sauda. 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 Oya Sauda unamwona? Sauda unamwona? Huyu karudi mwanangu, karudi. Oya mwanangu amerudi. Mwanangu umerudi, mwanangu sana umerudi oya. Karudi. Baba, asante sana. Unamwona? Baba, Sauda huyu hapa. Sauda, kila kitu kiko sawa. Kila kitu hapa umerudi kitakaa sawa. Zena yuko sawa, ila mume wako ndo kawachizi hapa ndani. Aongei wala afanye nini. Sasa hivi hata hatujui yuko wapi. Mimi ndo nakupa umbea huo. Bora hata umerudi dadangu. Afu kitu kingine nikupe habari. Mke wangu nimemfukuza. Hayupo tena. Alichoma nguo yako wakati nataka kukuokoa kwa sababu ya wivu. Kwa hiyo kama nataka kuja nyumbani, sasa hivi tunakula pamoja, tunalala pamoja. Yaani hivyo. Sauda wewe. Sauda is Sauda. Sauda. Tanu. Nasema asante. Tena asante sana. Umeniokoa sana. Nilikuwa kwenye kifungo cha giza. Tena nilikuwa ndani ya tanuru. Ila kwa sasa siwezi kubaki tena hapa. Naomba niondoke nikamwone mwanangu. Nimemwacha muda mrefu sana. Sijui uko atakuwa na hali gani. Sijui Serata atakuwa amemfanya nini. Naomba niende. Sauda. Sauda, mwanao yupo. Unaenda wapi sasa? Mwanao yupo, hajaolewa wala hajapata bwana bwana. Tulia Tanu. Amekwenda zake kwenye ulimwengu wa amani. Utakutana naye tu, wala usijali. Lakini kuna jambo jema na kubwa limetokea wakati nipo ulimwengu wa pili. Jambo jema? Mbona nitisha baba? Kitu gani tena? Ni kuhusu mganga wa Seilata aliyetuma kimbora cha ukiziwi kwa Sandra. Amefariki dunia na nguvu zake zote zimesambaratika. Mtaalamu, unataka kuniambia wewe ndio mumemuua huyo mganga? Hapana. Mimi mamlaka hayo sina.
Inavyoonekana Sandra amepata tabibu mwenye nguvu za ajabu na ni kiongozi mkuu wa matabibu nchini. Yule aliyemtibu Sandra anaonekana ameweza kumnyang'anya mganga wa Sailata leseni yake ya utabibu, na pia amemrudishia kimbora chake mwenyewe na kimemuua. Na huyu ni mkubwa zaidi kuliko mnavyofikiri. Kwa sasa nendeni. Ni muda wa mimi kupumzika, kuendelea na ibada zangu, kusafisha eneo langu la kazi. Mpo huru, ondokeni. Bana, mimi niseme nashukuru sana kwa hapa msaada uliotupa. Tumekusumbua na hatujakulipa chochote, asante sana. Lakini bwana, mimi nakuomba sana mganga, wewe katika waganga ambao mimi nishawahi kupita kwenye maisha yangu, aisee, wewe kiboko, wewe namba moja. Ila ukinisaidia hili, wewe ndio utakuwa namba moja zaidi. Faza, baada ya kumaliza hili, mimi nimechoka kukaa hapa. Mimi nataka nihamie Kenya. Naomba unisaidie. Sina visa wala passport. Nipite popote pale unisaidie. Afu waloge wa Kenya wanipokee, wanione na mimi ndugu yao. Wakishanipokea mimi naishi pale. Mimi ni mtoto wale ila Odinga. Ya mama ananibania. Mimi familia yetu hawako sawa. Si ndio bwana? Dani, hebu acha ujinga. Zima wifi, washa data. Usipende kitonga. Okay, kumbe naongea ujinga.